السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. और मुहाजिरीन और अंसार में से सब Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu ayyadahullah taala ibn Salaziz anasema tafsiri aya hii ni hivi kwamba wale waliotangulia miongoni wa wale waliohamia na Ansar, Mwenyezi Mungu aliridhika nao na wao walimridhia Mwenyezi Mungu, na Mungu ametayarisha pepo kwa ajili yao, chini yake mito inapita, na huu ni ufaulu mkubwa sana. Alifa mtukufu ayyadahullah taala ibn Salaziz anasema kwamba katika aya hii maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wametajwa, ambao waliotangulia, ambao katika imani na hali ya kiroho walikuwa juu sana. Wao walikuwa katika mstari wa kwanza katika kufanya vitendo vizuri. Hawa maswahaba ni wale waliotangulia katika imani, na wao waliacha mifano mizuri kwa ajili ya watu watakaokuja baadaye, ili wengine waweze kufuata nyayo zao. Basi Mwenyezi Mungu katika aya hii amesema maswahaba ni mfano mzuri kwa ajili ya watu watakaokuja baadaye, na Mungu ametangaza kwamba Mwenyezi Mungu ameridhika nao na ameridhika na vitendo vyao, na wao pia waliridhika na Mwenyezi Mungu, na wao walifanya malengo ya maisha yao ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Wao waliendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu anasema
wale watakaofuata nyayo za hawa masahaba, imani, ikhlasi na utii, na watakaoendelea kufanya vitendo vizuri, basi wataendelea kupata neema za Mwenyezi Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu madaraja ya masahaba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema kwamba masahaba ni njia ya kupata mwongozo. Katika hadithi moja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema, Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akisema, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, mimi nilimuuliza Mwenyezi Mungu kuhusu ikhtilafu ya sahaba. Mungu akanifunulia kwamba, ewe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masahaba wako wana daraja kwangu kama ni nyota huko mbinguni, na wengine wanapata nuru kwa kupitia wengine, lakini kila mmoja ana nuru ndani yake. Basi yeyote atakayefuata nyayo za sahaba, yeye ataongoka na yeye atakuwa mwenye kupata mwongozo kwa Mwenyezi Mungu. Umar radhiyallahu ta'ala anhu alisema, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, masahaba zangu ni sawa na nyota, na mkifuata sahaba yeyote basi mtaongoka na mtapata mwongozo. Basi Mwenyezi Mungu amewapatia madaraja masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam ya aina hii, na kila sahaba ni njia ya kupata mwongozo kwa ajili yetu. Kuhusu madaraja ya masahaba na kuhusu kuwaridhia Mwenyezi Mungu na hali ya ridhaa yao, kwa kueleza hali hii Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, masahaba walionyesha utii wa kiasi hiki kwamba wao walipata sauti ya radhiyallahu anhu wa razu anhu. Hii ni daraja ya juu ambayo masahaba walipata, yani Mwenyezi Mungu alikuwa radhi nao na wao walikuwa radhi na Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kueleza sifa za masahaba katika maneno. Amesema kuwa radhi na Mwenyezi Mungu si kazi ya mtu wa kawaida, bali hali hii inapatikana wakati mtu anapomtegemea Mwenyezi Mungu, na katika baada ya kupata hali mtu hawezi kuwa na malalamiko mbele ya Mwenyezi Mungu. Na mtu anapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu sawa na hali ya utakaso wake na sawa na hali ya utii wake. Kwa kuona sifa za masahaba yanaonekana kwamba wao walipata daraja ya juu katika sifa zote njema. Kisha anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mutakase mioyo yenu ili Mungu awe radhi nanyi na nyinyi muwe radhi naye. Yani msilete malalamiko mbele ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu mtu anatakiwa awe mtiifu wa hali ya juu, na vile vile anatakiwa atakase vitendo vyake. Vile vile anatakiwa awe imani nzuri na awe mtiifu wa hali ya juu. Amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika hali hii ikiwa mnakuwa na sifa hizi, basi Mwenyezi Mungu atakuwa radhi nanyi na nyinyi mtakuwa radhi naye. Katika hali hii Mungu ataweka baraka katika miili yenu,
hazur anasema basi masahaba ni mfano mzuri kwa ajili yetu. Hata kama tunakuta kuna ikhtilafu baina ya masahaba, katika hali hii pia Mwenyezi Mungu amesema kwamba wale masahaba wote ni sawa na nyota, na wale wa masahaba wanatakiwa, sisi tunatakiwa tufuate nyayo zao. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema kuhusu masahaba zangu, mnatakiwa muwe na hofu ya Mwenyezi Mungu na msishitaki dhidi ya masahaba, na yeyote atakayempenda sahaba wangu atampenda kwa sababu ya mapenzi yangu, na yeyote atakayekuwa na bughudha na masahaba yeye atakuwa na bughudha kwa sababu yeye ana bughudha nami, na yule ambaye aliyemuudhi sahaba yangu basi yeye ameniudhi mimi, na yule aliyeniudhi mimi amemuudhi Mwenyezi Mungu, na yule anayemuudhi Mwenyezi Mungu basi ni wazi kwamba yeye atapata adhabu ya Mwenyezi Mungu. Kisha Sayyidina al-Islam anasema waite masahaba zangu katika majina mabaya. Hazur anasema kwamba mashia wanasema maneno mabaya dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ila hali Mtume sallallahu alisema msiwaite masahaba kwa majina mabaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba ikiwa nyinyi mnatoa mali sawa na mlima wa Uhud, hamtapata thawabu sawa na ile hali waliopata masahaba kwa kutumia sumni moja katika njia ya Mwenyezi Mungu. Basi masahaba ni mfano, tunalazimika kufuata nyayo zao ikiwa sisi tunataka kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Badala ya kuzungumza dhidi yao, badala ya kupata mawazo mabaya kuhusu masahaba, tunalazimika kufuata mfano wao. Sisi hatutakiwi sisi tujaribu masahaba sawa na mawazo yetu. Sayyidina alayhi salatu wassalam anatufundisha kuhusu madaraja ya masahaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ikiwa tunaona kwa jicho la uadilifu masahaba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walijitolea, walifukuzwa katika nchi yao, walidhulumiwa, walisumbuliwa katika njia mbalimbali, waliuawa katika njia ya Mungu, lakini katika hali hizi zote wao waliendelea kupiga hatua mbele katika imani na utii. Basi hii kuna sababu gani kwamba wao walikuwa na sifa ya aina hizi? Wao walikuwa na sifa hizi kwa sababu walikuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, walipata nuru ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni aina hii, kwamba watu wanakuwa tayari kutoa nafsi zao katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na mapenzi yalikuwa yanapatikana ndani ya maswahaba. Hali yake imeelezwa katika maneno mawili ndani ya Qur'an tukufu: wa allafa baina qulubikum law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Yani mapenzi yanapatikana ndani ya maswahaba, yale mapenzi yasingepatikana ndani yao hata kama mlima mzima ungetolewa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba sasa kuna jumuiya nyingine ya Masihi aliahidiwa. Jumuiya hii inatakiwa iwe na sifa za maswahaba. Maswahaba walikuwa wale ambao sifa zao zimeelezwa ndani ya Qur'an tukufu. Sayyidina alayhi salam anasema, je, nyinyi pia mnafanana na maswahaba? Wakati Mwenyezi Mungu anaposema kwamba wale watakaofuata Masihi watafanana na maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi mujue maswahaba walikuwa wale walitoa mali yao na nafsi zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mshawahi kusikia kuhusu hali yake.
wakati fulani mtume saa salam alipotangaza kwamba masahaba watoe katika njia ya Mwenyezi Mungu, yeye akaleta mali yake yote. Wakati mtume saa salam alipomuuliza, je, umeacha kitu gani uko nyumbani? Abubakar akasema kwamba mimi nimeacha jina la Mwenyezi Mungu na mtume wake uko nyumbani, yani mimi nimeleta vitu vyote. Sayyidina alayhi salatu wassalam anaendelea kusema, Hadrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kabla ya kusilimu alikuwa kiongozi wa Maka, lakini baadaye alitoa katika kila kitu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wale waliouawa katika njia ya Mwenyezi Mungu wao waliuawa kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Na kuhusu wakati wa Masihi imeandikwa kwamba vita haitatokea, wanatakiwa wafuate mifano mbalimbali ya masahaba. Kisha Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema, angalieni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa wakipenda sana vitu vya dunia kabla ya kusilimu lakini baada ya kusilimu wao walipata imani ya hali ya juu. Kuhusu vitabu vya kale pia imeandikwa kuhusu masahaba kwamba wale watakesha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, watafanya ibada usiku, na maisha yao yalikuwa ya aina gani. Kuhusu hii ndani ya Qur'ani tukufu imeeleza hali yake hivi: wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu, yani muendelee kulinda mipaka ili maadui wenu waendelee kuogopa kwa kuona maandalizi yenu. Enyi waaminio, muendelee kufanya subra na vile vile muendelee kusihi wengine kuhusu subra. Sayyidina Al-Islam anasema ribat maana yake ni nini? Ribat ni wale farasi ambao wanafungwa katika mipaka ya maadui. Mwenyezi Mungu aliwahimiza maswahaba kwamba aliwakumbusha maswahaba wawe tayari dhidi ya maadui, na anawakumbusha kwamba wafanye maandalizi mazuri dhidi ya maadui. Maswahaba walikuwa kazi mbili: ya kwanza kupambana na maadui, na ya pili walikuwa wanashindana katika mambo ya kiroho. Na kuhusu hii pia Mwenyezi Mungu alisema wafunge farasi katika mipaka. Amesema Sayyidina Al-Islam kwamba ribat katika lugha ni moyo wa mtu, na farasi wale tu wanaleta faida ambao wanafundishwa vizuri. Na hivyo ndivyo farasi ya moyo pia anafundishwa vizuri. Ikiwa wao hawapewi mafundisho, hawafundishwi vizuri, hawawezi kuleta faida, bali badala ya kuleta faida wanaweza kuleta hasara kubwa sana. Hivyo ndivyo nafsi pia inatakiwa ifundishwe na irekebishwe, na ushindi upatikane juu ya nafsi na mafundisho mazuri yapewe. Basi ribat itapatikana wakati mtu muaminio upande wa elimu na upande wa amali anapata maendeleo, na vile vile anaendelea kuzuia nafsi yake pia dhidi ya maovu. Na hali iliyopatikana ndani ya masahaba kwa sababu ya baraka ya mtume sallallahu alaihi wasallam, nataka kueleza mifano yake kadhaa. Ya kwanza ni mfano Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tumesikia katika maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba yeye alileta mali yote ya nyumbani kwake kwa ajili ya kusaidia dini. Sasa sikilizeni tukio la hofu yake ya Mwenyezi Mungu. Wakati fulani Hazrat Abubakar, Hazrat Umar walihitilafiana juu ya jambo fulani.
na wao wakaanza kuzungumza kwa sauti ya juu. baadaye walipomaliza mazungumzo yao, Hazrat Abubakar alimwendea Hazrat Umar radhiallahu taala anhu na alimwomba radhi kwa sababu ya mazungumzo, na yeye alimwomba kwamba mnisamehe, labda mimi nimetumia maneno makali wakati nilipokuwa nazungumza nawe. Lakini Hazrat Umar radhiallahu taala anhu akakataa, akasema mimi sitakusamehe. baada ya kupata hali hii, Hazrat Abubakar alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaeleza hali yote iliyotokea, na akasema mimi nimekuja kwako kwa ajili ya kukuomba radhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Mwenyezi Mungu akusamehe. baada ya muda mfupi, Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu pia akajihisi kwamba hakufanya vizuri na akaona kwamba amekosea, alitakiwa asifanye hivi. kwa hiyo yeye pia alimwendea Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu ili aombe radhi kwake, lakini Hazrat Abubakar alikuwa hayupo huko nyumbani. Hazrat Umar pia alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumuona Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikasirika sana na hata rangi ya uso wake ilibadilika. Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kwa kuona hali hii akakaa juu ya magoti yake na akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi nilikosea, Umar hakukosea, basi tafadhali umsamehe Umari. Hii ilikuwa hali ya unyenyekevu wa Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu na hofu ya Mwenyezi Mungu. Kisha Umar pia alijuta na yeye pia alikuja kuomba radhi. kwa hiyo upande zote walijuta. Hii ilikuwa hali iliyokuwa inapatikana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna tukio la unyenyekevu wa Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu kwamba mtu mmoja alimwambia Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu kwamba wewe ni mbora zaidi kuliko Abubakar. kwa kusikia hiyo, Hazrat Umar akaanza kulia na akasema, wallahi usiku moja wa Hazrat Abubakar na siku moja ya Abubakar ni bora zaidi kuliko maisha yote ya Umar na kizazi chake. Je, ni kuambie hali ya siku moja ya Hazrat Abubakar? Yule aliyeuliza akasema, ndiyo, niambie hali ya siku ya Abubakar. Hazrat Umar akasema kwamba usiku wake ulikuwa wa aina hii. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipolazimika kuhama kutoka Maka, Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa pamoja naye, na siku yake mchana wake ulikuwa huu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, Waarabu walikataa kutoa zaka na kusali swala. Wakati ule, kinyume na ushauri wangu, yeye alinuia kwamba jihadi lazima itafanyika, na Mwenyezi Mungu alimnusuru na alipata ufaulu, na hii ilionyesha kwamba yeye alikuwa juu ya haki na mimi nilikuwa si sahihi. vile vile Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa sahaba mwingine wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa halifa wa tatu. Kuhusu huruma yake, pamoja na huruma, yeye alikuwa na sifa chungu mzima. Hazrat Aisha anasema Hazrat Usman alikuwa mwenye kuwahurumia wengine sana, na vile vile alikuwa na hofu zaidi kuliko watu wote. Wakati msikiti wa Mtume sallam ulipopanuliwa, na wakati ule walikuwa wengi ambao walikuwa tayari kujitolea, na wakati wa kupanua msikiti wa Mtume sallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba nyumba zote zinazopatikana karibu na msikiti wa nabii, basi nyumba hizi zote ziingizwe katika swala katika msikiti. Wakati ule Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu akajitolea na akasema, mimi nanunua nyumba hizi zote, na yeye kwa kutoa dirham 15,000 akanunua sehemu ile yote ilikuwa karibu na msikiti ili msikiti upanuliwe. Na Myahudi moja alikuwa na kisima chake na alikataa kutoa maji. Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu alinunua kile kisima, na yeye alitoa bure
maji ya kisima kwa ajili ya waislamu wote. Kisha kuna sahaba mwingine Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Amir Muawiya aliambiwa kwamba yeye aeleze sifa za Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, na yeye akasema kwamba ikiwa unataka kusikia sifa za Ali radhiyallahu ta'ala anhu, basi usikie kwamba alikuwa mwenye shujaa sana na alikuwa mwenye uwezo sana, na yeye alikuwa akisema alikuwa akifanya uadilifu, na yeye alikuwa akitoa chemchem ya elimu, na hekima ilikuwa inapatikana kutoka katika kila neno lake, na watu walikuwa wakimwogopa. Na usiku alikuwa akikesha na alikuwa akifanya ibada sana ya Mwenyezi Mungu. Yule akasema kwamba alikuwa akilia sana na alikuwa akifanya tafakaru sana, na yeye alikuwa akiishi pamoja nasi kama sisi, yani maisha ya kawaida. Anasema sisi tulikuwa karibu naye sana, lakini kwa sababu ya heshima yake na kwa sababu ya hofu yake tulikuwa tukiogopa kuzungumza naye. Yeye alikuwa hakiheshimu watu wa dini na alikuwa akiwasaidia maskini. Ikiwa mtu alikuwa na mwenye uwezo na nguvu na alikuwa na tamaa, basi yeye alikuwa hampatii nafasi kwamba apate faida kutoka katika tamaa yake, bali alikuwa akimkamata, na yeye alikuwa hakatai matamanio. Hizi zilikuwa sifa za Hazrat Ali. Kwa kusikia hii, Hazrat Muawiya pia akasema kwamba unasema kweli, Hazrat Ali alikuwa na sifa hizi. Na saba mwingine wa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaitwa Hazrat Abdurrahman bin Auf. Yeye alikuwa akitoa mali sana katika njia ya Mwenyezi Mungu, alikuwa mtajiri sana na alikuwa mwenye biashara. Wakati fulani mtu mmoja alikuwa anazuru Khanakaba, akasikia sauti ya mtu mmoja alikuwa anafanya dua, Mola wangu unilinde katika ubahili wa nafsi yangu. Yule mtu alipoangalia huyu ni nani ambaye anafanya dua hii, basi alikuwa Hazrat Abdurrahman bin Auf. Wakati fulani mali yake ya biashara ilikuja Madina, na juu ya ngamia 700 mali ya biashara ilikuwa imewekwa, na watu wote walikuwa wanazungumza kuhusu biashara hii Hazrat Abdurrahman bin Auf. Habari hii ilimfikia Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Hazrat Aisha akasema, mimi nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba Abdurrahman ni mtu wa pepo. Basi Hazrat Abdurrahman alipopata habari hii alimjia Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha na akasema, mimi nakupatia ngamia 700 hii yote katika njia ya Mwenyezi Mungu, wewe uwe shahidi. Hazrat Abdurrahman na Hazrat Khalid bin Walid waliihtilafiana juu ya jambo fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wakati ule, ewe Khalid, usiseme neno lolote dhidi ya sahaba, hata kama wewe unatoa mali sawa na Uhud, wewe huwezi kuwa sawa na Abdurrahman, wala huwezi kutoa sawa na Abdurrahman aliyotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na vile vile alikuwa sahaba mwingine Saad bin Waqas. Mara baada ya kusilimu, yeye mwenyewe anasema kwamba mimi niliposilimu, mama yangu aliniambia, wewe kwa nini umekubali dini hii mpya? Unalazimika uache dini hii, pengine mimi nitasusa, mimi sitakula wala sitakunywa, hata mimi nitakufa katika hali hii ikiwa huachi dini yako. Na matokeo yatakuwa haya kwamba
wewe umemuua mama yako, yani watu watakulaani kwamba wewe umemuua mama yako. Anasema mimi nikamwambia mama yangu kwamba usifanye hivi, kwa sababu mimi siwezi kuacha dini yangu niliyopokea. Lakini mama yake hakukubali. Siku 3 ilipita, yule mama yake hakula wala hakunywa kitu chochote, alikuwa na njaa sana. Akasema mimi nikamwambia mama yangu kwamba wallahi, hata kama wewe una nafsi 1000 na kila mara unakufa, hata katika hali hii mimi sitaacha dini yangu. Mama yake alipoona hali ya imani ya mtoto wake, yeye akaanza kula na kunywa. Mwenyezi Mungu anasema mnalazimika kutii wazazi na mutoe huduma kwa ajili yao, lakini ikiwa kuna swali la dini pale, Mungu anasema kwamba mnalazimika kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Yeye alipata nafasi ya kumlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Aisha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina, katika siku zile hali ilikuwa si nzuri, yani ilikuwa hatari kule, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweza kulala usiku vizuri. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, lao tungepata mtu wa Mwenyezi Mungu ambaye angelinda ili tungeweza kulala vizuri. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mimi nilale kidogo ikiwa mtu anafanya ulinzi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema hivi, akasikia sauti ya silaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, huyu ni nani? Akasema, ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi ni Saad. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wewe umekujaje hapa? Akasema, mimi nilikuwa na hatari kuhusu ulinzi wako, ndiyo maana mimi nimekuja kukulinda wewe. Kwa hiyo usiku ule Mtume sallallahu alaihi wasallam akalala kwa utulivu na akamwombea sana Saad. Vile vile alikuwa sahaba mwingine Hazrat Zubair bin al-Awam, yeye alikuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu sana. Yeye alikuwa na hofu kwamba isije nikafanya kitendo ambacho kinamkasirisha Mwenyezi Mungu. Mtoto wake akamuuliza wakati fulani, wewe huelezi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama masahaba wengine wanaeleza? Akasema, tangu nimesilimu mimi sikumwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa pamoja naye kila wakati, lakini mimi nilikuwa naogopa onyo la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ingawa nimesikia hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mimi naogopa katika onyo la Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba yeyote anayenasibisha kauli ambayo si kauli yangu, basi yeye ataenda motoni. Yani mimi naogopa kwamba isije nikasema kitu ambacho haikusemwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu ya hii nipate adhabu ya Mwenyezi Mungu. Hazrat Zubair alikuwa mtu mwenye shujaa sana, na wakati vita ya Iskandaria ilipoendelea kwa muda mrefu, alijaribu kupanda juu ya ngazi ya ngome, lakini masahaba wengine wakasema kwamba tauni imeenea sana ndani ya ngome, lakini yeye hakukubali waliosema. Kwa hiyo akapanda juu ya ukuta wa ngome. Alikuwa mtajiri sana, mali yote alikuwa akipata alikuwa akitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kisha kuna sahaba mwingine wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aitwaye Talha bin Ubaidullah, yeye pia alikuwa mtajiri sana na alikuwa akitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wakati fulani akauza mali yake katika dirham 700,000 na akatoa mali yote katika njia ya Mwenyezi Mungu. Vile vile alikuwa na sifa ya kuwapatia karamu wageni. Wakati fulani kabila moja lilisilimu, na wale watu baada ya kusilimu walimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu akasema, ni nani ambaye atawalisha hawa wote? Talha akakubali kwa shauku sana, na akawachukua wale watu 3 nyumbani kwake. Kwa hiyo wale wakakaa nyumbani kwake na akaendelea kuwapatia chakula mpaka wale watu wakakaa kwake.
maisha yao yote na walikufa katika nyumba ya Hazrat Talha. Hazrat Talha alikuwa na sifa ya kutimiza urafiki. Hazrat Ka'b bin Malik alipopata adhabu ya kutokuzungumza naye, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotangaza kwamba yeye amesamehewa sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, akaja miskitini. Hazrat Talha akamkaribisha kwa moyo wote na kwa moyo sana, na akapiana mkono naye. Na Hazrat Ka'b alikuwa akisema kwamba jinsi alivyonikaribisha Hazrat Talha radhiyallahu ta'ala, hakuna yeyote ambaye alinikaribisha wakati mimi nilipoingia msikitini. Vile vile kuna sifa ingine ambayo alikuwa anayo Hazrat Talha. Mke wake mmoja anasema kwamba alipokuwa akiingia nyumbani alikuwa akiingia kwa bashasha na kwa tabasamu na kwa uso wa uchangamfu. Yeye alikuwa haingii nyumbani katika sura ya kuwa na hasira na ghadhabu, bali alikuwa akiingia nyumbani kwa kufanya tabasamu, na vile vile akitoka katika hali hii, na vile vile alikuwa akiwatendea vizuri watu wote wa nyumbani. Alikuwa hana hulka mbaya. Yeye alipokuwa akiombwa kila mara alikuwa akitoa. Mke wake anasema kwamba hata kama sisi tulikuwa hatumuombi mali, yeye alikuwa akitupatia, na mwenyewe alikuwa akijali kuhusu mahitaji yetu, na alikuwa akifanya juhudi ya kutimiza mahitaji yetu yote. Na Hazrat Talha alikuwa na wake 4 na alitimiza mahitaji hawa wote. Na ikiwa tulikuwa tukikosea alikuwa akitusamehe. Huzur anasema kwamba hii ndiyo ni hali ambayo inaleta amani nyumbani na inaimarisha mahusiano ya mke na mume. Kuna sahaba mwingine aitwaye Abdullah bin Mas'ud, kuhusu utii wake tukio limeelezwa hivi: yeye aliteuliwa kwa ajili ya Kufa kwa ajili ya kuwapatia malezi, na Hazrat Umar aliwaandikia barua kwamba sisi tunamhitaji sana bana Abdullah hapa, lakini mimi namtuma huyu kwa ajili ya malezi yenu. Hii ndiyo ilikuwa sifa ya Hazrat Ubayd. Hata baadaye yeye aliteuliwa kuwa amiri wa Kufa, na vile vile alikuwa akisimamia mambo ya Baitul Mal. Na baadaye matatizo mbalimbali yalipatikana. Kwa sababu ya hii Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu alimuita tena kule Madina, aje Madina. Watu wa Kufa wakasema kwamba usiende Madina bali ubaki hapa, sisi tunachukua dhamana kwamba hakuna yeyote ambaye anaweza kukudhuru. Kwa kusikia hii Abdullah bin Mas'ud akasema, mimi nimelazimika kutii amri ya halifa, kwa mimi siwezi kwenda kinyume na amri ya halifa. Kwa hiyo yeye akarudi Madina. Kuhusu yeye akasema kwamba nimekaa na masahaba wengi sana, lakini Abdullah bin Mas'ud alikuwa hapendi dunia, na yeye alikuwa akipenda dunia ya kiroho. Mtumishi wake moja, mtumwa wake akasema kwamba alikuwa akivaa mavazi mazuri na alikuwa akivaa manukato mazuri. Kuhusu yeye Hazrat Talha anasema kwamba alikuwa akivaa manukato mazuri kiasi hiki kwamba hata usiku pia tulikuwa tukimtambua kwa kusikia harufu ya manukato yake alikuwa akitumia. Kwa hiyo yeye alikuwa akitumia vifaa vya dunia, lakini yeye alikuwa haangukii dunia. Kisha ni Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu ambaye alisumbuliwa sana, lakini aliendelea kutaja jina la Mwenyezi Mungu. Alilazwa juu ya mawe na juu ya mchanga, lakini yeye aliendelea kusema la ilaha illallah. Kisha ni Saad bin Maaz ambaye alikuwa Ansari,
yeye siku ya vita ya Badri kwa kuwa kiongozi wa Ansar alijibu wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipouliza. Hadrat Saad akasema, ewe mtume sallallahu alaihi wasallam, tumekuamini na tunasadikisha wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu na tunasadikisha mafundisho yake ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na sisi tuliahidi kwamba tutakutii na tutatii amri zako zote. Basi ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wewe utimize nia yako, sisi tutakutii. Ikiwa unasema sisi tujiangusha katika bahari, tutajiangusha, na sisi hatutarudi nyuma wala hatuogopi kutoka kwa maadui. Sisi tunajua kupambana na maadui. Sisi tunategemea Mwenyezi Mungu atakupatia kile kitu kwa kupitia sisi ambacho kitakufurahisha. Basi unaweza kutuamuru yoyote unayotaka. Basi hawa ni watu ambao walitimiza ahadi zao na waliacha mifano mizuri, na Mungu alikuwa radhi pamoja nao. Hazur anasema kwamba haya ni matukio kadhaa ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni wale watu ambao ni mwongozo na mwelekeo kwa ajili yetu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hatuwezi kupata ufaulu kwa kuacha mafundisho ya Qur'ani tukufu. Muzingatie mifano mizuri ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalieni wao walipomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na walipotanguliza dini juu ya dunia. Katika hali hii ahadi zote zilizoelezwa ndani ya Qur'ani tukufu, zile ahadi zote zilitimiwa. Wao walimtii mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam walipata ufaulu ambao hawakupata katika milele na milele. Wao walikuwa wakimpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika utii wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakifanya juhudi usiku na mchana. Na utii wao si kama ni mila ya watu. Wao hawakumtii mtume sallallahu alaihi wasallam kama ni mila za watu. Na wao wakaacha kila kazi mbaya waliposilimu na wakamshukuru Mwenyezi Mungu. Madami hali hii ilipopatikana, Islamu iliendelea kupata heshima sana na Islamu iliendelea kupata maendeleo sana. Kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwa kueleza sifa za maswahaba. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema maswahaba wa mtume sasema alikuwa watiifu wa mtume sasema kiasi hiki kwamba mfano wake hatupati katika nabii mwingine, na yeye na wao walifuata amri zote za Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba sifa zao zimeelezwa ndani ya Qur'an tukufu. Imeandikwa kwamba pombe ilipoharamishwa, pombe yote ilikuwa katika mitungi. Pombe ile ilimwagiliwa, na wao walitii amri ya Mwenyezi Mungu mara moja na wakatubu, na baadaye hawakunywa pombe katika maisha yao yote na wakawa maadui wa pombe. Sasa angalieni, huu ni uimara wa aina gani ulikuwa unapatikana ndani ya maswahaba. Walimtii mtume sallallahu alaihi wasallam kwa imani sana, na hali ya utii wao haupatikani katika nabii mwingine yeyote. Wafuasi wa Isa alayhi salam walikuwa wa aina hii kwamba walikuwa dhaifu sana. Hata Wakristo wenyewe wanakiri kwamba hawakumtii Isa alayhi salatu wasalam, na alipokuwa katika shida walimwacha, hawakumtii. Lakini maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wenye kujitolea kiasi hiki kwamba Mungu mwenyewe ametoa ushahidi wake kwamba walikuwa tayari kutoa nafsi zao katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wao walikuwa wenye kufanya ibada na
walijitenga dunia, walikuwa watiifu, na sifa hizi hazipatikani katika mataifa mengine. Anasema kadiri masahaba waliosambuliwa katika Islam, mfano wake haupatikani katika taifa lingine lolote. Hawa wote walikubali mateso ya kila aina, lakini hawakuacha Islam. Hatimaye walilazimika kuhama na kuacha nchi yao, na walilazimika kuhama pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Na wakati makafiri walipozidi katika shari yao, katika hali hii Mwenyezi Mungu aliweteua wale masahaba ili waweze kuadhibu wale makafiri. Basi wale masahaba ambao walikuwa wachache sana na walikuwa hawana vifaa na silaha ya vita, wao walikuja katika uwanja wa vita na walilazimika kupigana na makafiri na maadui. Kisha sehemu nyingine Sayyidina Alayhi Salam akasema, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa tunaangalia zama ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, inaonekana kwamba wale masahaba walikuwa watu wa kawaida, mioyo yao ilikuwa safi sana. Wao walikuwa hawana ukutu wa aina wowote. Wao walikuwa mfano wa qad aflaha man zakkaha. Anasema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, ikiwa mtu anakuwa safi sawa na masahaba na anakuwa na nuru, basi katika hali hii nuru ya Mwenyezi Mungu inatiliwa katika moyo. Lakini ni watu wangapi ambao wana mfano wa qad aflaha man zakkaha? Hazur anasema tunatakiwa tufanye juhudi ili tuweze kurekebisha hali yetu, na vile vile tusafishe vyombo vyetu vya moyo. Wakati sisi tulipompokea Sayyidina Alayhi salatu wasalam katika zama hizi, katika hali hii, sisi tunatakiwa tufuate amri zote na nasaha zote za Sayyidina Alayhi salatu wasalam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituachia mfano mwema, na maswahaba walifuata mfano huu. Ikiwa tunafuata mfano huu, basi tunaweza kuwa waislamu halisi. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi, amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.